Wild West TV. Bwana, mubashara kabisa kutoka nchini Misri katika jiji la Ismailia, Simba Sports ambapo wameweka kambi kuelekea mchezo wao wa robo finali ya kwanza dhidi ya Al Masry. Hali ya kikosi cha Simba iko sawa, ipo salama, huku wachezaji ambao walikuwa wanatiliwa shaka katika mchezo huo, mchezaji kama Chefondo Malone unaambiwa yeye bado hajaimarika vizuri, lakini Pimpin Kamara, golikipa nambari 1 wa timu ya taifa ya Guinea, unaambiwa naye hali yake ni nzuri, hali yake ni shwari, mpaka alipofanya mazoezi mara ya mwisho yuko sawa na anaweza kuanza katika mchezo huo ambao ni mkubwa katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati. Watakuwa wakiutazama mchezo huo kwa sababu ni Simba Sports pekee ndiye ambaye anabeba bendera ya Afrika Mashariki na Kati katika michuano hii ya kombe la shirikisho barani Afrika. Lakini pia hata klabu bingwa barani Afrika, timu ya Afrika Mashariki na Kati hakuna. Kwa hiyo Afrika Mashariki na Kati wote tutakuwa tukiwaangalia Simba Sports Club. Lakini pia hali ya kikosi kuelekea mchezo huo, tunakumbuka katika jiji la Constantine mchezo wa kwanza Simba alienda kipindi cha kwanza anaongoza goli 1, lakini kipindi cha pili dakika za mwanzo tu, dakika takriban 4 za mwanzo, Simba karuhusu goli 2. Kwa hiyo hii ni tahadhari kuelekea mchezo huu, naambiwa warm up, yani kupasha misuli kuelekea kipindi cha pili itabidi iwe kubwa, tofauti na ambavyo walifanya katika jiji la Constantine na kupelekea timu kupoteza kwa goli 2 kipindi cha kwanza tu, dakika za mwanzoni. Lakini kuelekea sasa mchezo huo, kocha mkuu wa kikosi cha Simba, kocha Fadlu Davids, ameendelea kuhakikishia wapenzi na mashabiki wa Simba, huku kauli mbiu ikiwa ni kwamba hii tunavuka. Baada ya kushindwa kuvuka katika robo finali 6 zilizopita, unaambiwa safari hii Simba Sports anakwenda kuvuka kwa namna yoyote ile. Baada ya kushindwa kufuzu katika robo finali 6 za kombe la klabu bingwa barani Afrika, hii ni mara ya pili kwa Simba Sports kuingia katika hatua ya robo finali kombe la shirikisho barani Afrika, huku kauli mbiu yao kubwa ikiwa ni kwamba hii tunavuka. Tuandikie maoni katika sehemu ya comment, unafikiri je, hii tunavuka au tunaendelea kusalia Tanzania?